Siku ya leo, Bwana majeshi atusaidie tujifunze kuhusu mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa dhabihu. Sacrificial lamb of God. Mungu alitoa sacrifice. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mimi na wewe. Ndio sababu nikasema kwamba Mungu anatenda makuu. Yaani Mungu anaenda to an extra mile ya kusacrifice, kujitoa kwa sababu ya mimi mtu mmoja kwenye safari yangu ya imani. Kwa sababu ya wewe mtu mmoja kwenye safari yako ya imani. Ndio uone ya kwamba upendo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu ni hata ihesabiki. Ni mwanadamu tu ndiye anafail. Ninaona hata Mungu huyu hakuna kitu anatenda. We, akichukua ya ako kawai tu yenye unaringa naye, ndio utajua kumbe Mungu anatenda. Kwa sababu ni wangapi leo hii saa hii wako mochari? Ni wangapi saa hii tunaongea na wewe wako vitandani, hawawezi kusonga? So Bwana Mungu ni Mungu mmoja. Tumejifunza juzi kuhusu Mungu. Mungu ni Mungu mmoja. Ni Mungu wa kweli. Ni Mungu anayetawala. Ni Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia na vitu vyote duniani. Vyote ni mali yake. Kusoma Zaburi 24 akasema dunia na vyote vijasavyo ni mali yake Bwana. Mbingu na kila kitu, yani hakuna kitu ambacho si Mungu aliumba. Mungu aliumba vyote. So Mungu wetu ni Mungu mmoja. Ni huyo Mungu wa kweli, Jehovah Yahweh, the great I am. Naye Mungu huyu huwa anajifunua katika nafsi tatu. Ndio unasikia kwamba Mungu katika utatu. Na maanisha kwamba huyu Mungu ni Mungu mmoja. Na hawa watatu wao ndio wanafanya huyu Mungu kuwa mmoja. Yaani yeye ni mmoja, ako na mwana ambaye anaitwa Mungu Mwana, ako na Roho Mtakatifu ambaye anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Wote ni kitu moja. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4 mpaka 9. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4 mpaka 9. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kumbukumbu la Torati mstari wa 4 hadi 9. Sikiza, Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, mkiyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe juu ya mkono wako. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya mlango wako. Amen. Amen. Hapo maandiko inaongea na mimi na wewe siku ya leo ya kwamba sikiza ewe mteule wa Mungu. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Hatuna Mungu mwingine, hatuna wa kufanana na yeye. Yeye ndiye aliumba dunia yote. Miungu mingine ambayo tunaona ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ni vinyago, vingine ni mbao na vingine ni udongo vimetengenezwa. Maandiko sema kwamba nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote
huyo Mungu mmoja. Usipopenda Mungu inamaanisha utapenda shetani, kwa sababu kuna deities mbili, Mungu ama shetani. Ukikosa kwa shetani inamaanisha kwamba uko kwa Mungu, na ukikosa upande wa Mungu inamaanisha kwamba uko pande ile nyingine. So umesema kwamba nawe mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Ukisha mpenda Mungu, ndipo utamheshimu Mungu, ndipo utamtukuza Mungu, ndipo utamfuata Mungu, na ndipo utamjua huyu Mungu ni nani na anafanya kazi namna gani, na anataka mimi kama Mkristo nienende namna gani katika maisha yangu ya Kristo hapa duniani kabla sijafika mbinguni. Maandiko yanaendelea kusema kwamba na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Inamaanisha kwamba wakati kwa boma yako, kwa familia yako, waeleze Mungu kwamba Mungu anaishi. Majirani na ndugu zako waeleze. Mienendo yako pia inaongea sana kushinda maneno. Maisha yako pia inadhihirisha ukuu wa Mungu katika maisha yako. Hapa maandiko yanasema kwamba na maneno haya yote ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Kwanza inaanza na upendo, kupenda Mungu. Inaanza na upendo, kumjua Mungu. Inaanza na upendo, ndio umheshimu Mungu. Amesema kwamba yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, naye atakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Yani unaifunga katika maisha yako, inakuwa alama. Ikiwa alama katika maisha yako, hautaenda kinyume nayo. Kwa sababu gani? Utakuwa umezoea ile alama, utakuwa umezoea ile neno la Mungu. Amesema kwamba tena andike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ya kwamba hii nyumba ni ya Mungu. Katika nyumba yako vile unatawala, kama we ni mume, kama we ni mke, pamoja na watoto, kusiwe na utenganisho kwamba mimi namjua Mungu na familia yako pia wanajua ulimwengu wa giza. Amesema kwamba yaandike juu ya miimo yako na nyumba yako na malango yako, na akasema wafundisha watoto wako kwa bidii, waelekeze watoto wako. So kwanza ndio ujue huyu mwana kondoo. Mwana kondoo huyu aletwa na nani? Na ilifanyika namna gani akaitwa mwana kondoo? Yule ambaye ndio mwenye ule mwana kondoo ndio huyu ambaye ni Mungu, ambaye ni mmoja, Jehova Yawe. Ukimpenda Mungu utapenda mwana kondoo ule. Ukimjua Mungu utamjua mwana kondoo. Maana nimesema kwamba wanafanya kazi katika utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. So siku ya leo tuangalie, tulisoma last week kuhusu Mungu Baba. Alijifunua kwake Musa katika kitabu cha Kutoka 3:14-15. Akamwambia Musa yeye Mungu anaitwa Niko, ambaye niko. Ameitwa mimi niko. So inamaanisha kwamba Mungu yuko tangu kuumbwa kwa ulimwengu hata milele. Hiyo ni katika kitabu cha Ufunuo 1:8. Anasema kwamba aliyekuweko, aliyeko sasa na hata milele anaishi. Jambo la pili, huyu Mungu Mwana. Mungu Mwana, msomaji neno kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 4:4-7. Wagalatia 4:4-7. Kama kuna mtu amepata leo. Amen, tumshi. Wagalatia mlango ni wa 4, mstari ni wa 4-7. Neno la Bwana linasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na kama mwana, basi mrithi wa Mungu. Na hilo ndilo andiko. Hapa maandiko yanasema kwamba wakati ulipowadia utimilifu, Mungu akamtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Ilibidi amevaa
sura ya mwanadamu, mwili wa mwanadamu, ili akuje duniani. Kwa sababu gani? Kusudi kuwakomboa hao waliokuwa chini ya sheria, ili tupate kupokea hali ya kuwa wana. So tuangalie tena kwa undani huyu mwanamke ambaye huyu mwana ambaye alizaliwa na mwanamke. Msomaji wa neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Mathayo 1 mstari wa 18 mpaka 25. Mathayo mlango wa kwanza 18 mpaka 25. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 25. Neno la Bwana linasema, kuzaliwa kwake Kristo Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameketi, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba na uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, na vile alivyokuwa mtu wa haki, kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa msikie neno lilo neno la Bwana. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanae, akamuita jina lake Yesu. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu. Pale kwenye kitabu cha Wagalatia, maandiko yamesema kwamba Mungu akamtuma mwanawe aliyezaliwa na mwanamke. So hapa tunaona kwamba kulikuwa na Mariamu ambaye alikuwa amepozwa na Yusufu. Lakini kabla hawaja karibiana, akaonekana hapo na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndiposa mstari wa 25 anasema kwamba asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamuita jina lake nani? Yesu. So huyu Yesu ikabidi amekuja duniani, avalie mwili wa mwanadamu, aishi kama mwanadamu, ateswe kama mwanadamu, awawe, ili damu yake ifanyike dhabihu, ifanyike sadaka. Kwa sababu gani ifanyike sadaka? Ni kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa na wakati wa Torati, wakati wa Musa, ilikuwa mtu akifanya dhambi anaambiwa atoe nini? Atoe ndama ama njiwa, ili wafanye nini? Wapate kumwaga damu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya usafisho wa dhambi ile. Lakini hapa tunaona kwamba Yesu Kristo, Mungu ameamua atume mwana wake afanyike mwana kondoo wa dhabihu, ili kwamba akomboe ulimwengu mzima. Ndio hapo maandiko yanasema kwamba Yusufu hakuhusika, ila ni Roho Mtakatifu. Siku nyingine nikafundisha kwamba mambo ya kiungu hautaelewa kwa akili yako ya kibinadamu. Ni sharti Roho Mtakatifu akae ndani yako ndio akufundishe, akufanye uelewe. So hapa tunaona kwamba Yesu Kristo amezaliwa. So tumesema kwamba Mungu ni katika utatu. Tumeona Mungu Baba amejidhihirisha ya kwamba yeye yuko. Mungu Mwana tumemsoma pale, amezaliwa kwenye hiyo kitabu cha Mathayo 1. Mwana wa Mungu ambaye ni Mungu Mwana amezaliwa. Roho Mtakatifu, nataka tujifunze kuhusu hawa watatu ndio tupate kuelewa huyu mwana kondoo anafanya kazi namna gani, na huyu Mungu Baba na huyu Mungu Mwana. So Roho Mtakatifu, mara mingi ukienda kwenye makanisa unapata kwamba watumishi wanaambia watu, songea hapa ni kuombee ili upokee Roho Mtakatifu. Unaambiwa karibu hapa ni kuombea ili upate Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu ndiye
nguvu ya Mungu na pumzi ya Mungu inayofanya kazi ndani ya mwanadamu. Na huyo Roho Mtakatifu anakuja namna gani? Roho Mtakatifu tutampata namna gani? Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Yohana 1, soma kuanzia mstari wa 19 mpaka mstari wa 37. Yohana 1:19 hadi 37. Itasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 19 hadi 31. Neno la Bwana linasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipomtuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nani basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyoosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nao wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Hayo yalifanyika huko Bethania ng'ambo ya Yordani, alikokuwako Yohana akibatiza. Siku ya pili yake akamuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemuona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Tena siku ya pili yake, Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katikati ya wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu akageuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabii, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile. Amen. Kwa yapata saa 10. Amen. Amen, amen. Ilikuwa mpaka mstari wa 37. Hapa maandiko inadhihirisha huyu Roho Mtakatifu alipatikana aje katika ulimwengu huu. Ndio ujue ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanafanya kazi katika umoja. Ndio sababu hiyo yote inadhihirisha Mungu mmoja ambaye ni Jehova Yahweh. Maandiko hapa inasema kwamba katika mstari wa 19, mstari wa 19, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe ni nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nani basi? U Elia wewe? Akasema hapana. U nabii? Akasema hapana. Wakamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Yohana alikuwa amepewa kazi ya kutayarisha njia ya Kristo. Maana Kristo alikuja akazaliwa duniani, so ilibidi abatizwe ndiposa aanze kazi. Maandiko yanaendelea kusema kwamba katika mstari wa
25. Wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Yohana akajibu akasema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama mtu msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi si stahili. Inamaanisha kwamba anayekuja baadaye ndio mkuu. Yeye ndio mweza yote. Yeye ni zaidi ya Yohana Mbatizaji. So ukiangalia katika mstari wa 29, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu. Amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho Mtakatifu. Hiyo mstari wa 32. Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua. Lakini angalia mstari wa 33. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji. Nani alimpa ruhusa kubatiza kwa maji? Ni Mungu Baba. Ndiye alimtuma ili atangulie kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Yule aliyenipeleka, yule aliyenituma, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Naamini umepata ufunuo pale. Yohana ametangulia, Yesu amekuja, Roho Mtakatifu. Jiulize swali, kwa nini huyu Roho Mtakatifu hakushuka kwa Yohana Mbatizaji? Alafu Yohana Mbatizaji aseme, kujeni niwaombee mpate Roho Mtakatifu. Wapi? Hapa maandiko yuko very clear. Mstari wa 32 na 33. Yohana ameshuhudia ya kwamba nimembatiza yule ambaye mimi sistahili hata kulegeza kamba za viatu vyake, na nikaona Roho akishuka kwake. Ameshuka kama njiwa. Mstari wa 33 unasema ya kwamba Mungu akamweleza Yohana ya kwamba yule utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. So hapa inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba neno la Mungu likikaa ndani yako kwa wingi, Roho Mtakatifu atashuka ndani yako. Hata historia kudanganywa, kuja nikuombee utapata Roho Mtakatifu, wenye alikuwa ameficha wapi? Hapa maandiko inaonyesha kwamba Yesu Kristo ndio anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wanafanya kazi moja ambayo ni kazi ya Mungu. Yeye ni Mungu katika utatu. Jinsi mwanadamu ni mwanadamu katika utatu. Mwanadamu ni nafsi hai ambayo inaishi katika mwanadamu, ni roho ambaye iko na nafsi hai, nayo inaishi katika mwili. So Mungu ako katika utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana. Huyu Mungu Mwana alifanyika neno. Kusoma Yohana 1, naye neno alikuweko tangu kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, alikuwepo. Yesu hakukuja jana kwa sababu alizaliwa na Maria. Hapana, ilibidi avae mwili wa kibinadamu ndipo akuje duniani. Angetupa kutoka mbinguni tungesema shetani ya pili amekuja. So huyu Yesu vile alishuka duniani, Roho naye akakuja akashuka kwa Yesu. Ndio sababu hapa maandiko yanasema kwamba Mungu akashuhudia kwamba huyo ndiye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. So kama Yesu ni neno, ukisoma neno la Mungu, Roho wa Mungu atakuja ndani yako ukilipokea lile neno. Ukilikubalia jinsi maandiko yanasema katika Wakolosai 3:16 ya kwamba na neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi, hapo ndio utapata Roho Mtakatifu. Ukitembea hauna neno, wewe ni mkebe tu, hauna neno, haujifunzi neno, hausomi neno,
Hata ukihubiriwa ni saa hiyo tu, ukitoka umesahau lile neno. Kama saa hiyo tukiulizana saa hizi ya kwamba juzi Jumatano tulijifunza nini na tulisema nini, sema hata verse moja. Tutanyamaza kwanza kama dakika 20, na kama sio kunyamaza utabidi umerudi kwa vitabu uangalie tulisema nini ndio useme. Lakini ukikubali neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi, maandiko hapa imeshuhudia, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Maana Yohana hapo anasema kwamba yeye anafanya nini? Anabatiza kwa maji, lakini yule ambaye anakuja nyuma yake anabatiza kwa Roho na kwa moto. Kuna vitu ambaye mwanadamu hupewi. Kwa mfano, kuwasha jua. Ungepewa kuwakisha jua na iende itue jioni. Kuna watu wangepata jua. Mvua ungepewa mlango ya mvua ama garika. Kuna watu ungewafanya garika iwa mmezi. Roho Mtakatifu ingekuwa ni mwanadamu anapeana, wanadamu wangepata faida mingi sana, maana kila mtu anataka Roho Mtakatifu. Hata ilikuwa Paulo ama Petro, maandiko yanasema kwamba kuna mtu ambaye walienda kuhubiri, naye alikuwa anajifanya ni kuhani, lakini kumbe hana roho wa Mungu. Wakati aliona miujiza akasema, niwapie pesa ngapi ili muniuzie mimi na mimi hiyo kipawa? Wakamkemea. So Roho Mtakatifu, ndugu yangu, dada yangu, inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Mtu asikudanganye. Mtu asikudanganya tu, kuja nikuombe, piga hapa magoti nikuombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haombewi. Roho Mtakatifu anatafutwa kupitia kwa neno la Mungu. Maana maandiko yameshuhudia hapa ya kwamba yule ambaye roho huwa itashuka juu yake. Roho Mtakatifu, huyo ni Roho Mtakatifu anashuka. Na alishuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. So kando na hiyo tumejifunza kuhusu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. So Yesu Kristo ndio neno. Yesu Kristo ndio neno. Na Yohana 1:12 anasema kwamba wote waliompokea akawapa uwezo kufanyika wana. Wote waliopokea lile neno. Kwa sababu ukiangalia Mwanzo 1, maandiko inasema kwamba Mungu akasema na viumbe vikaumbika. Ukiangalia katika hii mistari yote, Mungu akasema kuwe na jua na mwezi, ikawa. Kuwe na wanyama, ikawa. Kuwe na anga imetawanyika na maji, ikawa. Neno la Mungu. Neno la Mungu ni ya maana sana, ndugu yangu, dada yangu. Ukiipuzilia, uko na mamilioni kwenye benki lakini hauna Biblia hata ya 1000. Tajiuliza, wakati unakufa hii mamilioni kwa banki inakupeleka. Sisemi ya kwamba kuwa na pesa ni mbaya, but dhamini neno la Mungu kwanza. So hapa tunajifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio pumzi ya Mungu, na Roho Mtakatifu ndio atakusaidia kuelewa lile neno. Hautaelewa neno la Mungu tu katika akili yako binafsi. Hautaelewa neno la Mungu katika usomi wako. Hata kama uko na PhD, hata kama uko na degree, huwezi elewa neno la Mungu isipokuwa umesaidiwa na ule Roho Mtakatifu. So hapa ndio utaelewa jinsi hii nafsi tatu inafanya kazi katika umoja. Wote wako na mamlaka sawa. Wote wako na uwezo sawa kwa sababu ni Mungu Baba. Msomaji wa neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9 mpaka 16. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka 16. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 2 mstari ni wa 9 hadi 16. Neno la Bwana linasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu alitufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya kibinadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia,
bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo, na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa maandiko inaongea kuhusu Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Amesema kwamba katika mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu anaweza jua mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna hafahamuye ila Roho wa Mungu. So hapa tunaona kwamba ndio uelewe neno la Mungu, ndio uelewe huyu Mungu ni nani, ndio uelewe huyu Yesu Kristo ni nani, lazima Roho wa Mungu akuwe pale. Ndio sababu kitabu cha Warumi 8:14 ikasema kwamba wale ambao hawana Roho wa Mungu hao sio wake. Kwa sababu gani? Hawatamuelewa Mungu, hawataelewa. Watakuwa wanasoma kama gazeti, wasoma neno wanasoma kama historia, wanasoma neno wanasoma kama novel, kwa sababu haiwaingii. Akasema kwamba mstari wa 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bila Roho wa Mungu hautajua Mungu amekupangia mangapi, hautajua siri za Mungu. Ni Roho Mtakatifu. Amesema kwamba nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mtu wa rohoni huyatambua yote, wala hatambuliwi na mtu. So hapa tumeona kwamba Yesu Kristo amekuja, amebatizwa, Roho wa Mungu ameshuka. Ameshuka kufanya nini? Ameshuka kumtia nguvu. Maana nimesema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu na pumzi ya Mungu ambayo inafanya kazi ndani ya mwanadamu. Ndio uelewe Mungu, ndio mtii Mungu. Sio maajabu Wakristo wengi wanafundishwa lakini hawamtii Mungu. Unakosa kuelewa ni kwa nini. Kumbe ni kwa sababu Roho wa Mungu hayuko ndani yao. Wanabaki pale pale tu, miaka nenda miaka rudi. Unaona Mkristo hasongi, ako tu pale pale, hakuna progress yoyote, yuko tu pale pale. Unabaki unajiuliza ni kwa nini huyu mtu. Okay, tunaweza kuwa watu wengi kwenye ibada, unapata kwamba ni watu wachache wameshika lile neno na limewasaidia, wamelifanyia kazi, lakini the rest hawajashika lile neno. So unabaki unarudi kwa maombi, unaomba Mungu, hawa watu wote tunafundishana pamoja, Biblia ni ile moja, lakini mbona fulani na fulani hawajashika neno? Nimepata ufahamu sasa ya kwamba mtu wa rohoni anatambua mambo ya rohoni. Mtu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake ndio ataweza kuelezwa ya kwamba dhambi ni mbaya. Ataelewa kwa maana Roho aliye ndani yake atamsaidia, atamfunulia zaidi. Maandiko sema kwamba tupate kujua yale ambayo Mungu ametukirimia. Kwa hivyo Roho Mtakatifu na Mwana Mungu, Mungu Mwana na Mungu Baba wote wanafanya kazi katika umoja na wako na mamlaka sawa. Maana Mungu ni Mungu wa ushindi, ni Mungu wa utukufu. So kupitia kwa utukufu ambayo Roho Mtakatifu anapeana, mwanadamu anapata ushindi. Ndipo sa kitabu cha Mathayo 28:16 mpaka 20 maandiko inasemaje? Mathayo mlango wa 18, Mathayo mlango wa 28 mstari wa 16 mpaka 20. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
Amen. Kitabu cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 16 hadi 20. Neno la Bwana linasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomuona wakamsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa. Basi nimepewa mamlaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaona kwamba Yesu anatuma wanafunzi wake waende wafanye kazi duniani, wabatize wateule wa Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wanafanya kazi katika umoja, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hapo ndio utapata ya kwamba pale katika Samueli wa kwanza 17 kusoma kuanzia 42 mpaka 47, Daudi akamshinda Goliathi kwa jina la Mungu wa Israeli. So ukisema Mungu wa Israeli unamaanisha kwamba ndani ya Mungu wa Israeli kuna Mwana, kuna Roho Mtakatifu. Hapa vile maandiko imetaja hapa ya kwamba mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. So unapata kwamba hao wote wanafanya kazi katika umoja. So hapa ndio inatuleta sasa katika Yesu Kristo alifanyika aje akawa mwana kondoo wa Mungu. Hapa tumesema Yesu ni neno. Kidogo nikakwambia kwamba Yesu ni mwana, alikuja akabatizwa akazaliwa kama mwana. Leo hii tunajifunza pale mwana kondoo wa Mungu wa dhabihu. Je, Yesu amefanyika aje? Alikuwa neno. Hapa tunamuita mwana. Leo hii tunamuita mwana kondoo. Hebu tuangalie alifanyika aje ili akuje awe kondoo wa dhabihu, ili aokoe ulimwengu, arejeshe wateule wa Mungu kwa Mungu. Kusoma kitabu cha Kutoka 12, ukipata nafasi utaisoma mwenyewe kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 32. Inaongea kuhusu Waisraeli. Waisraeli walipotoka Misri, kabla hawajatoka Misri, Farao amepigwa na mapigo 9 ambayo Mungu alipiga nayo. Likabaki pigo moja kubwa sana ambalo lilikuwa ni kuangamiza wana wa Misri, wazaliwa wa kwanza wa Misri. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia Musa, Waisraeli wote wajitwalie mwana kondoo, wamchinje, damu ya mwana kondoo iwekwe kwenye miimo ya milango, alafu nyama yake waikule, waimalize, wasiizaze mpaka asubuhi, kwa sababu hiyo ndio usiku huo ndio walikuwa wanatoka. Maandiko sema kwamba ile damu iliwekwa kwenye mlango pale, kwenye miimo ya milango. Miimo ni hiyo mbao ya mlango pale juu. Damu hiyo ilikuwa ishara ya ukombozi. Kwa sababu gani sema ukombozi? Ni kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa anapita akienda kupiga wazaliwa wa kwanza wa Misri, kutokea mzaliwa wa kwanza wa Farao mpaka mzaliwa wa mnyama. Wanadamu wote wakaisha, wanyama wote, wazaliwa wa kwanza wote wakaisha. Lakini wakati wana wa Israeli waliweka ile damu kwenye miimo ya mlango, maandiko sema kwamba hakuna nyumba ya Muisraeli ambayo ilipatikana na maafa. Kwa sababu gani? Ni agizo la Bwana. Hiyo ni jambo la kwanza. Hiyo ni agizo la Bwana. Jambo la pili ni kwamba ndio dhabihu ambayo inakomboa. Dhabihu, maana ya dhabihu ni kiumbe hai, na ndani ile kiumbe hai itoke damu, na ile damu ndio inafanyika dhabihu. So Mungu aliona kwamba damu ya kondoo kama ile ambayo wana wa Israeli walimwaga kwenye mlango,
damu ya njiwa, damu ya ndama haikutosha, maana ilikuwa inafanyika kila mwaka. Kusoma Biblia inamaanisha kwamba kila mwaka mtu alikuwa anaenda pale, anapeana njiwa, inachinjwa kwa sababu ya dhambi yake. Kesho tena akifanya dhambi, inaenda tena anaenda kumwaga damu ingine, kesho ingine tena. So ikawa ni mazoea, kwa sababu damu ya wanyama haikuwa na uzito. Damu ya wanyama haikuwa na dhamana yote. Maana nimekwambia kwamba walikuwa wanaenda leo na dhabihu, baada ya mwezi tena wataenda pale na dhabihu, baada ya mwezi ingine ama mwaka wataenda. Yani ilikuwa ni wakati wote lazima waende na dhabihu. Lakini hapa, msomaji wa neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 17. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11, maandiko inasemaje? Tupate dhabihu ya damu inamaanisha nini? Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 11. Amen. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Amesema kwamba kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu. Sisi kama unaelewa pale, uhai na damu ni vitu mbili ambavyo vinaambatana. Hapo maandiko yanasema kwamba uhai wa mwili iko katika damu, nami nimewapa nyinyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho. Sisi kama mteule wa Mungu, kuna jambo unapata pale. Mnyama ule, kondoo ule ambaye alichinjwa hapo, maandiko, huyu ni Mungu anaongea hapa. Amesema kwamba kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, uhai, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho. Kama Biblia ni yako, unaweza underline mambo moja mbili pale, ama uiandike kwenye daftari yako. Wale ambao mko na daftari, andika kwamba uhai wa mwili katika damu. Hiyo ni jambo la kwanza. Alafu hiyo dhabihu imetolewa juu ya madhabahu. Ya tatu ni kwamba ili kufanya upatanisho. So utaandika pale kwa sababu ya upatanisho. Yani ile damu imetolewa juu ya madhabahu kwa sababu ya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa Bwana kusaidie uelewe hapo, kuna ujumbe iko hapo. Laiti Roho Mungu akusaidie uelewe. So uhai hapo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Mungu alihitaji uhai ili kufuta dhambi. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa walio wafu. Maandiko imeshuhudia hiyo. Mungu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Na Zaburi ikasema kwamba walio hai ndio wanamsifu Bwana, lakini wafu hawajui hata kitu inaendelea duniani. So hapa Mungu alihitaji uhai ili kufuta dhambi. Ndio hii imenenwa pale kwenye hiyo Mambo ya Walawi 17:11 ya kwamba hiyo damu imeunganishwa na uhai ya ule mnyama, ule kondoo. So pale wakichinja ile kondoo itakufa, na wakati wanachinja ile damu yake ndio inafanya nini? Upatanisho. Hapa kumbuka kwamba Yesu Kristo alikuja ili arejeshe mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Kusoma kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1 na 2, amesema kwamba dhambi zenu ndio zimeficha uso wa Bwana.
hataki hata kuona. Wakati mwanadamu alitenda dhambi katika shamba la Edeni, mahusiano yake na Mungu ikaisha. Maandiko yanasema katika hiyo kitabu cha Mwanzo 3:24 ya kwamba Mungu akaufukuza Adam na Eve kutoka kwenye shamba la Edeni. Walitoka. Mlango 4 pia inaushuhudia kwamba wakati Kain akamkosea Mungu, Mungu akamtoa, akatoka mbele ya Mungu, akaishi katika nchi inaitwa Nodi. So hapa tunaona kwamba upatanisho ambaye maandiko yanaongea kwenye hiyo Mambo ya Walawi 17:11 amesema kwamba hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi iliyokuwa imepotea, nafsi ilikuwa imetenganishwa na Mungu, nafsi ambayo ilikuwa katika hukumu. Kusoma kitabu cha Yohana 8:34 inasema kwamba tulikuwa watumwa. Msomaji wa neno, nimesikia George, naomba tasoma hiyo ulikuwa unataka kusoma, mtumishi akasoma. Soma kitabu cha Yohana 8:34. Yohana mlango wa 8 mstari wa 34. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Yohana mlango wa 8 mstari wa 34. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Amen. Amen. So hii upatanisho ambayo tumesoma kwenye Mambo ya Walawi 17:11 amesema kwamba hiyo damu ndio itafanya upatanisho. Inamaanisha kwamba hapo ukisoma hiyo kitabu cha Yohana 8:34 Yesu akasema kwamba atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So Yesu Kristo akafanyika mwana kondoo ili awawe msalabani, damu yake ifanye upatanisho. Na ndio sababu utapata kwamba wakati Yesu Kristo alichomwa mkuki, Yesu alipochomwa mkuki, pazia la hekalu likakatika pale kwenye madhabahu, ndio mambo yalifanyika. Hiyo Walawi 17:11 Maria sema kwamba alitolewa juu ya madhabahu. Naomba tafadhali nisikilize vizuri, maana hili linaweza likakupita kidogo tu. Maandiko yanasema kwamba Yesu alipochomwa mkuki, msomaji neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Mathayo 27 kuanzia mstari wa 50 mpaka 54 tuone Yesu Kristo alifanyikaje akawa ndio mwana kondoo. Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 54. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Mathayo mlango wa 27 mstari wa 50 hadi 54. Neno la Bwana lasema, na Yesu akaisha kupasa sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakaisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao walikuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Amen. Hapa maandiko inaongea kuhusu hekalu, pazia la hekalu kupasuka. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa amekufa. Pazia la hekalu, haya mambo yote yalifanyika kwenye madhabahu. Licha ya kwamba Yesu alisulubiwa pale nje, lakini hebu angalia sehemu iliyoathirika ni hekalu.
pazia la hekalu likapasuka. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wakati Yesu alikufa, ikawa amepatanisha mwanadamu aliyekuwa umepotea na Mungu, kwa sababu pale hekaluni kulikuwa na sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo ni ya ibada, ambayo watu wote wanakubaliwa kuingia, na ndani ile hekalu pale upande wa mbele kulikuwa na pazia, ambao upande ya pili ilikuwa ni makuhani peke yao ndio walikuwa wanaruhusiwa kuingia pale. Yani pale palikuwa panaitwa ilikuwa inaitwa mahali patakatifu pa mtakatifu, yani ilikuwa Holy of Holies. Lakini wakati pazia la hekalu lilipasuka, inamaanisha kwamba tukapata urejesho. Hakuna tena unaenda pale unaambia Maria, sasa Maria, jana nilitukana mtu, alafu Maria achukue hiyo neno apeleke kwa Yesu, Yesu sasa achukue apeleke mbinguni. Neno linasema kwamba ukiomba kwa jina la Yesu Kristo, yani inamaanisha kwamba una face Yesu direct. Hakuna cha mwanadamu, kwa sababu pale Maria alimzaa Yesu ndio, lakini hakuna mahali pengine Maria anaonekana tu sasa Yesu alikufa msalabani, Maria ndiye alibeba mwili akaenda kazika, ama Maria alikufa wakafufuka na Yesu. So unaona hapa ya kwamba huyu mwana kondoo ambaye amekuwa sadaka, amekuwa dhabihu, amekuwa kafara ya ulimwengu, amefanyika kama ile kondoo ambayo nimekueleza katika kitabu cha Kutoka 12, ambaye damu yake ilimwagwa kwa sababu ya utakaso. So Mungu akaona kwamba damu ya mbuzi, damu ya kondoo, damu ya mafahali haitoshi, akamtoa Yesu awe mwana kondoo wa kafara. Yesu akaenda msalabani, akatupatanisha na Mungu, akatutoa katika umateka wa dhambi. Tumesoma kwenye kitabu cha Yohana 8:34. Yesu akasema kwamba mtu anayetenda dhambi anakuwa mtumwa. Lakini Yesu alipokuja tunawekwa huru, hatuko tena chini ya sheria ya dhambi, hatuko chini ya mamlaka ya dhambi. Yesu alifanyika mwana kondoo. Kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 1 mpaka 14. Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka 14. Kama kuna mtu amepata, naomba tafadhali utaisoma. Soma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 1 hadi 14. Hadi 14. Amen. Neno Bwana anasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Naam, nikalia sana, kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kiume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinumbi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni mambo ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kitiwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa
ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamii na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kila kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote viliomo ndani yake, na livisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Amen. Mstari wa 14, na wale wenye uhai 4 wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Hapa maandiko inafundisha kuhusu mwana-kondoo wa Mungu aliyechinjwa ili amnunulie Mungu watu. Mstari wa 6, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Tumejifunza kuhusu roho 7 za Mungu. Sasa leo acha niulize swali. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. 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 Tuelezane zile roho 7 za Mungu ambazo tulijifunza juzi. Ya kwanza ni gani? Roho ya hekima. Amen. Roho ya ufahamu. Amen. Roho wa ushauri. Amen. Na roho wa uweza. Roho wa maarifa. Amen. Roho wa kumcha Bwana. Amen, amen, amen. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Hizo ndizo roho 7 ambazo tulijifunza juzi, na maandiko imerudia hapa kwenye mstari wa 6. Nikaona katikati ya kile kiti katikati ile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4. So kiti cha enzi cha Mungu Baba, alafu kuna wenye uhai 4, wale 4, alafu kuna wazee 24. Hapo kando ya kiti cha enzi cha Mungu akaonekana mwana-kondoo amesimama, ambaye ni Yesu Kristo. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akachukua ile kitabu akafungua. Alipofungua ile kitabu, wale wenye uhai 4 na wazee 24 wakaanguka kumsujudia Mungu, Yesu Kristo mwana-kondoo. Kwa sababu gani? Alistahili. Kwa sababu alikubali uhai wake ukachukuliwa. Kitabu cha Waamuzi 17:11 tumesema kwamba damu na uhai zimeshikana. Achana na nyama, matumbo, sijui ngozi, achana na hizo kwanza. Damu na uhai. Kwa sababu Mungu amekataza kukunywa damu ya mnyama yeyote. Wakati unachinja mnyama yote, hauruhusiwi kukunywa damu, kwa sababu damu ndio uhai wa ule mnyama, na ile uhai ndio inatolewa kama dhabihu. Maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 8, ambayo Mkristo utajitia moyo sana, anasema kwamba hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi
ya watakatifu. So wakati unaomba, endelea kuomba. Kuna mahali hiyo maombi yako, kuna mahali inaseviwa. Hiyo machozi yako yenye unaomba, unalia sana ukiomba, ukililia Mungu kwa sababu ya kazi yake Mungu, kwa sababu ya wateule, kwa sababu ya maisha yako, inawekwa. Ndio hii maandiko yanasema kwamba na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Yaani maombi ya watakatifu imekuwa manukato na imeseviwa. Nao waimba wimbo wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa na ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa ya taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Mwana kondoo huyu ambaye alitolewa na Mungu awe ndio sadaka, awe ndio kafara, awawe uhai wake Yesu Kristo, ndio ikafanyika agano ya mimi na wewe kurudi kwa Mungu tena. Soma kitabu, msomaji wa neno, naomba tafadhali fungua kitabu cha Yohana mlango wa 19, soma kuanzia mstari wa 31 mpaka 37, tujue damu Yesu Kristo ilifanyikaje. Yohana mlango wa 19 mstari wa 31. Amen mtumishi. Yohana mlango wa 19 mstari wa 31 hadi 37. Neno la Bwana anasema, basi ya Wayahudi kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya msalaba siku ya Sabato, maana sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesubuliwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili nyinyi nanyi mpate kusadiki. Kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Na tena andiko lingine lanena, watamtazama yeye waliyemchoma. Amen. Maandiko hapa inatusaidia kuelewa damu ya Yesu Kristo jinsi ilipatikana. Ndio usikie tunasema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hapa maandiko kuna ufunuo ya aina mbili. Pale kwenye mstari wa 31 na mstari wa 34 kuna ufunuo iko hapo. Jambo la kwanza, mstari wa 31, basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimuomba Pilato miguu ivunjwe waondolewe. Kwa sababu gani miguu yao ivunjwe? Ni kwa sababu hawakutaka hiyo siku ambayo ni siku yenye inafuata hawa watu wabaki pale msalabani. Ilikuwa inatakana wakufe haraka haraka, wazikwe, kama ni kuzikwa iondolewe, maana Sabato ilikuwa ni siku kubwa, hata imewekwa kwa brackets kwenye Biblia yako. So hapa naona kwamba wakaenda wakapata wale watu ambao walikuwa wamesulubiwa na Yesu, walikuwa bado hawajakufa, wakavunjwa miguu ili kuzudi ile uchungu iwapate wakufe. Lakini Yesu Kristo, maana Mungu ni Mungu wa Sabato, ndio sababu akasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yesu Kristo anatii Mungu. Yesu Kristo ndio neno la Mungu. Hapa maandiko yasema kwamba mstari wa 33, lakini walipomjia Yesu na kuona kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Kwa sababu gani? Yesu hakukufa tu kwa sababu yao. Yesu alikuwa hataki mambo ya Sabato impate pale, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu na Sabato ni ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 34, hapo ndio damu ya Yesu Kristo ilipatikana. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji.
Hapo sasa ndio utaelewa damu Yesu Kristo ilitoka namna gani. Maana wakati mwingi unaweza nyamaza uangalie, ni misumari yenye ilipigiliwa ikamwaga damu ama nilifanyika. Damu Yesu Kristo ndio ilipitia kwenye misumari na pia ilitokea kwenye ubavu wake. Maandiko yanasema kwamba askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji. Kwa nini damu na maji? Damu inaashiria utakaso, urejesho, ambayo mwanadamu, yani yeye sasa ndio ikawa kafara, hiyo ndio ikawa inaitwa nini? Tuseme kwa mfano, naitaka kuisema kwa mfano sababu nimekosa neno ya kuitumia, ikawa kama ndio pesa ya kulipa ile deni yenye mimi na wewe tulikuwa nayo. Yani nimetumia mfano wa kawaida. Damu Yesu Kristo ndio ikalipa ile deni, ndio ikakuwa dhamana. Asante Roho Mtakatifu kwa hiyo neno, dhamana ya kulipa ile deni, ya kuondoa ile deni, ya kuondoa ile hukumu. Damu Yesu Kristo. Alafu yale maji ambayo ilitoka ndani kwenye ubavu wa Yesu Kristo inaashiria utakaso. Kupitia kwa utakaso wa Roho Mtakatifu tunafanyika safi. Tumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. So hapa pia kuna ufunuo hapo kwenye hiyo mstari wa 34. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alikuwa anafanya maumbile ya Adam, maandiko yanasema kwamba Mungu akampa Adam usingizi mzito, na wakati Adam alilala, kupitia kwa ubavu wake Mungu akamtengeneza mwanamke. So hapa tunaona kwamba hii damu ya Yesu Kristo iliyotoka kwenye ubavu wa Yesu Kristo ndio ilinunua mwanadamu aliyekuwa amepotea afanyike bibi harusi ya mwana kondoo. Kusoma kitabu cha Ufunuo inasema kwamba harusi ya mwana kondoo. Tayari kanisa ambaye ni mwili wa Kristo, ambaye ni mimi na wewe na mwingine, tulinunuliwa kwa ajili ya ile damu ilitoka kwenye ubavu wa Yesu Kristo. Sawa na vile, yani nimeitafsiri sawa na vile Mungu aliumba Adam na akamfanya Adam akalala usingizi, akatoa ubavu wa Adam mmoja akatengeneza mwanamke. Hivyo ubavu wa Yesu Kristo, mle mlimotoka damu na maji, ndio ilitoka mwili wa Kristo ambaye ni kanisa. Sijui kama unanielewa. Kanisa la Mungu limerudishwa kupitia ile damu ilitoka kwenye ubavu wa Yesu Kristo. So hapo ndio utaelewa mwana kondoo wa Mungu alifanyika mwana kondoo kwa sababu alikubali uhai wake na damu yake ambayo imeshikana na uhai wake akufe kwa sababu ya mtenda dhambi mkubwa sana ambaye ni mimi. Mimi sijui, mimi huwa nasema kwamba mimi nilikuwa mwenye dhambi. Yesu Kristo aliniokoa kupitia kwa hiyo damu. So mtu ambaye anadhamini ile damu ya Yesu Kristo, unapata kwamba anafanyika mwana. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo Bwana tunafanyika wana, tunafanyika warithi ambao tunarithi pamoja na Yesu Kristo. So kazi ya damu ya Yesu Kristo katika maisha ya Mkristo, kazi ya damu ya Yesu Kristo hiyo ambayo ilitoka kwenye ubavu wake, ambayo ilinunua mwili wa Kristo ambaye ni bibi harusi ya mwana kondoo. Damu hii inafanyika nini? Jambo la kwanza, damu hii inafanya agano, tunafanya agano upya na Mungu. Maana agano ya kwanza shetani alitunyang'anya mamlaka, tukafanyika watumwa wa shetani, tukafanyika tukakaa chini ya laana, tukaondolewa katika mapenzi ya Mungu. So Yesu Kristo alikuja kufanya agano upya, tufanyike viumbe vipya. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu
anafanyika kiumbe kipya. So damu Yesu Kristo ndio ilileta tukafanya agano upya na Mungu. Somaji wa neno, naomba tafadhali soma kitabu cha Luka 22 mstari wa 19 mpaka 20. Luka 22:19 mpaka 20. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Luka mlango wa 12 mstari wa 19 hadi 20. Mlango wa 22. Luka mlango wa 22 mstari wa 19 hadi 20. Akatua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Amen. Amen. Hapo maandiko yanasema kwamba akatoa mkate, akaumega, akasema kwamba huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Akachukua kikombe, akachukua kikombe nacho hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ambayo ni Holy Communion ni agano jipya. Agano ya kwanza ilienda na maji ya dhambi pale kwenye shamba la Eden. Hii ni agano jipya ambayo inafanyika kupitia kwa damu Yesu Kristo. Amesema kwamba hii ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Inamaanisha kwamba Yesu Kristo hakutenda dhambi. Ni mimi na wewe tulitenda dhambi. Ni mimi na wewe tulistahili kuhukumiwa. Ni mimi na wewe tulistahili kukufa. Lakini yeye alijitoa sadaka. Alijitoa sadaka kwa ajili yetu. Ndio hapo amesema kwamba damu Yesu Kristo inafanya agano jipya. Tunafanya tena agano na Mungu. Jambo la pili, maandiko inaongea kuhusu upatanisho. Tumesoma kwenye kitabu cha hiyo mambo ya Walawi, upatanisho, reconciliation. Maana mwanadamu wakati alitenda dhambi, akatengwa na Mungu, akawekwa mbali na Mungu. So kupatanisha ni msalaba wa Yesu Kristo. Kupitia kwa damu Yesu Kristo ndio ikaleta ile urejesho, ikaleta ile upatanisho, tukawa tena kitu kimoja na Mungu. Kupitia nani? Kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tumepotea. Mwanzo tulikuwa tumenunuliwa na shetani kwa kufanya dhambi, kufanya mapenzi ya shetani. So tulikuwa chini ya shetani, chini ya laana. Maana Biblia inasema katika Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali gharama ya Mungu ni uzima wa milele. So hapa tunaona kwamba katika damu Yesu Kristo Bwana inaleta upatanisho. Jambo la tatu ambayo ni kazi ya damu Yesu Kristo. Damu Yesu Kristo Bwana inafanya nini katika maisha yetu? Inaleta ukombozi. Tunakombolewa. Kukombolewa ni kununuliwa. Kukombolewa ni kuchukuliwa kutoka katika ile utumwa na kurejeshwa katika ile uhuru. Msomaji wa neno, naomba tafadhali kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza, soma mstari wa 18 mpaka mstari wa 23. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 23. Wasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 mpaka 23. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 23. Neno la Bwana lasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenyu usiofaa mlioupokea kwa baba zenyu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa,
yaani ya Kristo. Naye imejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa msingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenyu liwe kwa Mungu, mkiisha kujitakasa roho zenyu kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahadini kupendana kwa moyo, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu ziharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Amen. Amen. Hapo maandiko imeongea wazi ya kwamba mfahamu kwamba mlikombolewa, yaani mlinunuliwa, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Damu Yesu Kristo inakomboa. Hata na leo yeyote ambaye amekuwa mateka ulimwengu wa giza, wakati una declare damu ya Yesu Kristo, unafunguliwa, vifungo vinakuachilia. Yeyote ambaye yuko kwenye vita, wakati una declare damu ya Yesu Kristo Bwana, unapata ushindi, unashinda adui. Maana kitabu cha Ufunuo 12:11 inaongea kuhusu ushindi. Wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. So damu ya Yesu Kristo Bwana iko na faida mingi katika maisha ya Mkristo, mingi sana. Maana huyu Yesu alifanyika kondoo. Huyu kondoo, ukiangalia qualities za kondoo, jambo la kwanza, kondoo ni mpole. Jambo la pili, kondoo anaongozwa na Yesu Kristo akiwa msalabani. Wakati wa matusi, wakati wa kejeli, wakati wa kila aina ya maneno, mashtaka yote, maandiko yanasema kwamba hakuonena, alinyamaza. So tofauti ya damu ya Yesu Kristo na damu ya mbuzi na kondoo, sababu unaweza jiuliza kwa nini Mungu akaamua kumtoa Yesu Kristo? Kwa nini hawangetoa tu kondoo na mbuzi na ndama kama hapo mwanzo wakati wa Torati? Hiyo ndio swali Mkristo unaweza jiuliza. Ni kwa sababu kuna tofauti kubwa sana kati ya damu ya kondoo na damu ya Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni kwamba damu ya mwana kondoo, nimekwambia kwamba ilikuwa ni ya kufunika dhambi. Watatenda dhambi, waende walete kondoo, waende walete mbuzi, waende walete ndama, walete njiwa, ichinjwe. Waambie okay, sawa, sasa hii damu imetakasa dhambi yako, enda. Kidogo kidogo tena yule mtu tena amerudi kwa dhambi, tena ameletwa nini ndama na nini. Yaani hiyo damu ya kondoo na mbuzi na nini haikuweza kufanya upatanisho wa amani wala utakaso wa dhambi katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa inajirudia rudia kila mwaka, kila mwezi, kila siku wanatoa ng'ombe. Yaani mtu anaenda afanya dhambi akijua kwamba nitatoa ng'ombe, itachinjwa na mimi nitaachiliwa huru. Lakini damu ya Yesu Kristo, maandiko yanasema kwamba Yesu, kafara yake msalabani ilifanyika mara moja, ondoleo la dhambi ilifanyika mara moja. Yule ambaye anarudi kwenye dhambi ni kama anamrudisha Yesu msalabani, jambo ambalo haliwezekani. So damu ya Yesu Kristo inaondoa dhambi na inaondoa kabisa. Inasafisha na inasafisha kabisa. Mwanadamu akirudi kwa dhambi, basi shauri yake.
kwa sababu haiwezi fanyika mara mbili. Ya pili ni kwamba mambo ya kale, tumesema pale ya kwamba damu Yesu Kristo ndio inaleta agano jipya. Kitambo tulikuwa tumebaki kwenye ile agano ya kwanza, agano ambayo ukitenda dhambi unaenda unatafuta mbuzi. Lakini ile agano ni agano ambalo limebaki moja na la msingi. Yesu Kristo alikufa, akaondoa dhambi ya wanadamu wote, akasafisha, akafanya upatanisho kupitia kwa damu Yesu Kristo Bwana, ambaye alichomwa mkuki kwenye ubavu wake na ikatoka na maji ikatutakasa. So maji hiyo inaashiria ubatizo. Sababu pale kwenye kitabu cha Yohana maandiko yanasema kwamba Yohana Mbatizaji akasema kwamba mimi nawabatiza kwa maji, lakini kuna yule ambaye atakuja kuwabatiza katika roho na moto. So hapa ndio utaelewa huyu mwana kondoo wa Mungu alifanyika namna gani. Na mwanzo Yesu Kristo alikuwa anaitwa Yesu, lakini hapa tunaona kwamba Kristo maana yake ni Masihi. Baada ya Yesu Kristo kukuja duniani akakufa kwa ajili ya dhambi yangu mimi na wewe, maana ya Masihi ni mpakwa mafuta ambaye amewekwa mafuta na Mungu ili kwa kusudi ya kwenda kufanya kazi ya Mungu. So jina Kristo ni Masihi. Na ndio mara mingi nimekuambia kwamba wakati una declare jina la Yesu, usisahau ya kwamba kwenye Biblia kuna Yesu wengi. Kuna mikora mingi wanaitwa Yesu. Kuna ule Bar Jesus, kuna sijui ndio Elima mchawi huyo, wako wengi sana, kusoma maandiko utawapata pale. So jina ambalo linatofautisha Yesu wengi, hata Yesu wa Tongareni, kitu ambayo inatofautisha Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu na Yesu wale wakora, manabii wale wajanja, watumishi wa giza ambao wanajifanya wao ndio Yesu, wanajifanya wao ndio Yesu ambao watakuombea Roho Mtakatifu. Tumejifunza kuhusu kupokea Roho Mtakatifu. Usisahau hiyo, hata kama utasahau mambo mengine yote. Jina Kristo ndio inatofautisha mambo hayo yote. Kwa sababu gani? Nimekuambia kwamba jina la Yesu ni mpakwa mafuta wa Mungu, na akiwa mpakwa mafuta wa Mungu akaitwa Masihi. Na Masihi ndio tupate jina Kristo kupitia kwa neno Masihi. Inaanza na Kigiriki ama Greek, in Greek. Jina la Kigiriki ni jina Masihi kwa Kigiriki ni Christos, Christos, Christos. So hiyo ikikuja iende kwa Kiebrania uitafsiri, ikuje mpaka kwa Kiingereza, ikuje mpaka kwa Kiswahili inaita Kristo. So ukiangalia hiyo Kiebrania ni Christos, ukitoa hiyo OS. So hapa Yesu Kristo ambaye nimekwambia kwamba ni mpakwa mafuta wa Mungu, ni mteule wa Mungu, amebeba titles ngapi? Amebeba titles 3 kupitia kwa ile mafuta. Kupitia kwa ile mafuta amejazwa na Roho Mtakatifu, amebeba titles 3. Title ya kwanza anaitwa kuhani. Maandiko inamuongelea kwenye Waebrania 7:14 mpaka 28 hapo. Maandiko tulijifunza kuhusu Melkizedeki kama unakumbuka. Ukisoma hiyo mstari wa 14 kuelekea, inaongea kuhusu kuhani mkuu wa Mungu kwa mfano, kwa midili ya Melkizedeki ambaye ni Yesu Kristo. So hiyo ndio title ya Mungu, title ya Yesu Kristo kwanza. Title ya pili anaitwa mfalme wa wafalme. Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, mfalme wa Wayahudi, mfalme wa ulimwengu mzima.
Ni ile mafuta, hiyo ni kazi yake. So mafuta ambayo amewekwa na Roho Mtakatifu, amepewa hizo titles, ndio inaleta lile jina Yesu, ndio inaleta ile jina Kristo. Maana Yesu alizaliwa na Maria, akaitaja jina Yesu ambaye ni Immanueli. Immanueli inamaanisha Mungu yuko pamoja nasi. So hapa tunaona kwamba title ya tatu ambaye Yesu alipata kupitia kwa mafuta yale, ndio tukamuita Masihi, anaitwa nabii mkuu. So kwa haya yote, jina la Yesu Kristo ambalo ni mwana kondoo wa Mungu, ambaye ametuokoa, ambaye ametutakasa, ametufanyishia urejesho. Sisi tuliokuwa watumwa wa dhambi tumewekwa huru. Sisi tuliokuwa wa kuangamia tumekuwa wana wa Mungu, tutarithi ufalme wa Mungu pamoja na Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba lazima ufahamu mambo mawili kuhusu Yesu Kristo. Jambo la kwanza, baada ya Yesu Kristo kutii na kwenda msalabani, baada ya Yesu Kristo kukubali kifo, kukubali mateso pale msalabani. Msomaji neno kwenye Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka 13. Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka 13, kuna jambo tutajifunza pale. Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka 13. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 5 hadi 13, neno linasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa juu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi niendelee hadi 13 ndio mtumishi. Okay, 12 inasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Samahani, leo pia kuna hiyo echo, sijui kama ni simu yangu ama ni recording. Hilo ndilo neno la Mungu. Amen. Kuna mahali, kuna sehemu omit kwenye mstari wa 12. Soma mstari wa 12. Samahani. Nitarudia mstari wa 12, nasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Na hilo ndilo neno la Mungu. Amen. Maandiko yamesema kwamba huyu Yesu ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa sababu gani? Amekuja on a mission kurejesha kile kilichopotea. Maandiko yanasema kwamba akajifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Hiyo yote tumejifunza.
Hapa sasa kile jambo ambalo nimetaka tujifunze hapa ni katika mstari wa 9 mpaka 11. Maandiko yanasema kwamba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, baada ya Yesu Kristo pale msalabani kuacha utukufu, kuvua mamlaka, na akakaa kama mwanadamu, akakaa kama mtumwa, akakaa kama kondoo. Anatukanwa, amenyamaza. Anachomwa mkuki, ametulia. Anatemewa mate, ametulia. Jambo ambalo Mungu hakuruhusu afanyiwe ni kuvunjwa mguu. Amesema kwamba baada ya hayo Mungu akamkirimia, akampa jina ambalo linapita kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya dunia na vya chini ya nchi. Kwa jina la Yesu. Hebu angalia hapo mstari wa 10 na 11, kuna difference. Mstari wa 10 amesema kwa jina la Yesu. Mstari wa 11 akasema na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo, Yesu Masihi, Yesu mkombozi ni Bwana, na kwa utukufu wa Mungu Baba. So jina la Yesu Kristo. Ukitaka ushindi katika maisha yako Mkristo mteule, kuna silaha mbili nzuri yenye ukigonga naye shetani hakuna siku atakusahau. Ukigonga naye mapepo wakitumwa waseme enda kwa fulani, wanakumbuka jinsi uliwashughulikia. Ni mambo mawili, damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo, tunapata ushindi. Ukiacha hiyo basi umeisha. Hiyo ndio silaha tosha. Hapa tumeona kwamba damu ya Yesu Kristo Bwana inaleta agano jipya. Tunafanya agano upya na Mungu. Tulifanywa agano na Mungu wakati ambapo Yesu Kristo damu yake msalabani ikatiririka ili iturejeshe. Juzi tukajifunza kuhusu msalaba wa Yesu Kristo, maana ya kitabu cha Waefeso 3:18, ya kwamba upana wa upendo wa Mungu ilionekana pale msalabani. Urefu na kimo na kina ilionekana pale msalabani. So usipate mtu akutafsiria ati upana wa Yesu Kristo ni utoe dhabihu ng'ombe, sijui ndio tukuombee sadaka, uko na ugonjwa, sijui toa ng'ombe 20 ndio tukuombee ile ugonjwa ipone. Nani alikwambia? Mkristo yerevuka bwana. Soma neno la Mungu. Soma neno, ambie Roho Mtakatifu, ni wewe mimi nataka hapa. Nisaidie hapa, nijue hapa. Kuna wakora wengi kwa hii dunia. Mtu anasema leta ng'ombe, ya nini? Hapa tuoni ng'ombe yote ambayo ambayo ilitukutanisha sisi na Yesu Kristo. Hakuna ng'ombe hapa. Ng'ombe ilikuwa wakati wa Torati wa Musa. Lakini hapa maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo, damu yake msalabani, kafara yake msalabani, kujitoa kwake msalabani ndio ikaleta uponyaji. Kwa damu Yesu Kristo Bwana unapona. Kwa damu Yesu Kristo Bwana vifungo vinakatika. Kwa damu Yesu Kristo Bwana laana inatoweka. Damu Yesu Kristo Bwana unashinda shetani na mawakala wake. So ni Mkristo ukae ndani Yesu Kristo Bwana, kwa sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo kumwaga damu hakuna agano jipya. Pasipo kumwaga damu Yesu Kristo Bwana hakuna utakaso. Hakuna utakaso. Ndio mara mingi nimesema kwamba wakati Mkristo uko dunia hii, tafadhali sana yale ambayo hayajaandikwa kwa Biblia achana nayo. Usije ukatract ghadhabu ya Mungu. Lakini yale yameandikwa kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, tenda hiyo. Maana Yesu amesema, Mungu amesema kwamba usiondoe na usiongeze. Alishasema, imebaki pale, na akaweka full stop. So mtu akikwambia ati kuja nikuombee upate Roho Mtakatifu, yeye alirokota wapi? Kama Yohana Mbatizaji amesimama na Yesu hapo na hapo, na Roho Mtakatifu hakukujia Yohana, aliendea Yesu. Na Yohana alipata Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo.
Haikukuja direct kwa Yohana Mtakatifu. Tafuta kwa Biblia, ukiipata uniambie na mimi. So yeye kusema kuja nikuombee Roho Mtakatifu, kuja nikupatie nyota yenye nani aliacha, ilisaulika wapi? Yule anayepeana nyota, iwe ni nyota ya ndoa, iwe ni nyota ya biashara, iwe ni nyota ya chochote ya bora, nyota ni Mungu Jehova Yawe. Yeye ndio mpeanaji. Hii nyota ingine hii ni ya ukora. Wanakuitishia nyota hiyo, wanafanya ulimwengu wa giza unafanya kazi hivi. Kama watanichapa, lakini mimi sipigiki, niko ndani ya Yesu Kristo. Ulimwengu wa giza wanafanya kazi hivi, wako na photocopy. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba hata shetani mwenyewe anajigeuza kama malaika wa nuru. Kwa sababu gani? Ili Mkristo mpumbavu mwenye hajasoma neno, hajaelewa neno, atamfuata akifikiria ni malaika wa nuru, kumbe ni malaika wa giza. Ataona amekaa kwenye kiti cha enzi, adhani ni Mungu, kumbe ni shetani. So ulimwengu wa giza unafanya hivi. Wanainua watumishi wao ambao ni wengi sana ulimwengu sasa. Saizi watumishi wa giza katika ulimwengu huu ni 99.9%. Watumishi wa kweli wa Mungu, wa kweli, very genuine, ni 1%. Hawatambulikani hata. Hakuna mtu hata anawatambua. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa shetani amenunua watumishi wengi. So wanaita watu wengi, kuja nikupe nyota. Watu wanamwagika pale kama mchanga wa bahari. Wanachukua nyota yako, wanabadilisha, wanakupa nyota ambayo inaenda kuzima ina 2 weeks time, ama 1 month time, ama 1 year. Kiasi ya kwamba utalala hautajua kwamba ni ile kitu ilifanyika huko. Haiwezi hata saa hiyo. Wamechukua nyota yako, ndio inafaidisha wachawi, ndio inafaidisha waganga, ndio inafaidisha manabii uongo. Unapata mtu anafanyika zuzu, haelewi chochote. Ni kwa sababu nyota yako iko mahali. Na ndio sababu tukiingia kwenye warfare, hizo nyota huwa tunazidai zirudi mahali ulikamatiwa. Aidha kwa ndoto, aidha kwa chakula, aidha kwa maagano. Maagano ni mengi, sio tu chakula. Maagano ni mengi. Wengi wakafanya maagano kupitia kwa ngono za kiolela. Pale unaibiwa nyota yako. Wengi wakafanya urafiki na Beliari, watu wa ulimwengu. Nyota yako inaibiwa. Wewe unakaa tunasema siku hizi mambo yangu hayaendi. Crossroad ulikutana naye wapi? Barabara gani ulinyang'anywa nyota? Hata ujui umelala. Maandiko iko wazi sana ya kwamba Roho Mtakatifu anapatikana kwa Yesu Kristo, ambaye ni neno la Mungu, ambaye ndiyo mwana kondoo. Damu Yesu Kristo, ukiidai damu Yesu Bwana katika maisha yako, inakusafisha, inakutakasa, inakufanya kiumbe kipya, kiasi ya kwamba Roho Mtakatifu, ndio sababu anaitwa mtakatifu, ni roho msafi, hakai mali chafu. Hawa watu ambao wanakuambia kwamba kuja nikuombee Roho Mtakatifu, hakupei Roho Mtakatifu, anakupea roho mtakachafu. So kama mtu Mkristo, sio kwamba ninadhalilisha madhehebu fulani, hapana. Hii ni ukweli Roho wa Mungu ametufunulia leo. Ya kwamba watakuambia kuja sijui na 1200 nikuombee hii na hii, kwenu ninaona laana, kwenu ninaona sijui mikosi, kwenu sijui 1 2 3. Kama macho Mkristo, watakuibia nyota yako, watabadilisha hatima yako, watapindua, watateka nyara. Hatima inaweza tekwa nyara, hatima inaweza cheleweshwa, hatima inaweza gandamizwa na isha kabisa ikiisha. Kwa sababu gani? Hao wako duniani on a mission, wanafanya mission ya ulimwengu wa giza. Kwa sababu unapata kwamba mtu anakuombea siku 2 3 4 5, akisha jua ameteka nyara ile kitu ambacho alikuwa anataka, aidha vipawa vya kwa makarama, aidha amechukua Roho Mtakatifu amekupandikiza.
Tayari akisha kufanya hivyo anakufukuza kwenye madhabahu yake, kwa sababu you are now useless. Kama mmoja alikuwa anasikia akijifuna akisema, nikachukua sijui vipawa ya nani, sijui nikafanya nini, nikasema wewe Mungu atakukamata. So Mkristo mteule, jua kwamba Yesu Kristo ndiyo mwana kondoo. Mwana kondoo alifanyika akachinjwa. Nimekupea mfano wa kitabu cha Kutoka 12. Mungu akaambia wateule wake wa Israeli ya kwamba chukueni mwana kondoo mkamchinje, damu yake muiweke kwenye miimo ya milango, ili wakati nakuja kuangamiza nisije nikaangamiza Waisraeli. Sio kwamba Mungu hakujua wako pale. Mungu anajua nyumba za wateule wake. Lakini agizo la Mungu, mara mingi Mkristo wa kawaida unaweza ona kama ni ujinga. Unaweza ona kama ni upumbavu. Unaweza ona kama mtu hakuenda shule. Unapata nabii anakupatia instructions, unaangalia unashinda, sasa hii kweli? Tuseme kwa mfano Naaman aliyekuwa na ukoma. Maandiko yasema kwamba Naaman akaambiwa aende aogelee katika mto Yordani. Akasema kwani maji ya mto si ni sawa na mto ya kwetu inaitwa Farpari na Abana? Hakujua kwamba ile instructions though ilikuwa inakaa kijinga jinga, but ilikuwa imebeba urejesho wake, uponyaji wake. Akajaribu kupuuzilia watumishi wake, akamwambia wewe nani, utakosa kupona, wewe rudi tu kwa maji. Hao walimsaidia, na wakati alirudi kwa maji kweli akapona. Of which kama angeenda kwenye hizo mito za Farpari na Abana huko kwao hangepona, kwa sababu instructions ya Mungu ilikuwa ni wapi? Uponyaji wake ulikuwa Yordani. So hata na leo mteule wa Mungu anaweza kukuambia, mara mingi watumishi wa Mungu wanaonekananga watu ambao hawaeleweki. Anakupa instructions unaona, lakini ukweli ni kwamba kuna jambo ambalo ama kuna baraka ambalo Mungu ameliunganisha na ile prophecy. Wewe unaweza ona ni kama ni instruction ya kawaida, lakini ndani yake kumefichika jambo. Ukipuuzilia basi shauri yako, umepoteza. Ukikubali utapokea ile baraka ambayo iko pale. So hakuna ondoleo la dhambi pasipo kumwagika damu. Hiyo utaipata kwenye kitabu cha Waebrania 9. Soma tu Waebrania 9 yote. Hakuna ondoleo la dhambi, hakuna agano jipya, hakuna utakaso, hakuna urejesho, hakuna kuwa mwana pasipo damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. So ukipuuzilia neno la Mungu, hivyo ndio maisha yako yameisha. Ukikubali kutafuta neno la Mungu, uangalie na uende sawa sawa na neno la Mungu, utapata baraka, utapata urejesho. Maana pale kwa neno la Mungu ndio utasikia sauti ya Mungu vizuri, ndio utaelewa maagizo ya Mungu vizuri, ndio utamtii Mungu na kumheshimu Mungu, na hapo Mungu atafurahi ili aachilie baraka katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu wetu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie ili tuweze kujua huyu Yesu Kristo vizuri, tuweze kujua huyu Mungu vizuri, tumjue huyu Roho Mtakatifu vizuri, ili kusudi usije ukamkosea Mungu. Daudi akasema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 ya kwamba neno lako nimeliweka moyoni. Not 119 kuanzia mstari wa 8 hapo mpaka mstari wa 11 amesema nimeliweka moyoni mwangu neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. So wakati utamjua Mungu vizuri, utamheshimu Mungu kama Mungu. Wakati utampenda Mungu, ndipo mahusiano yako na Mungu yatakuwa dhabiti. Hautabaki ukiyumba, hautabaki ukipeperushwa na upepo, hautabaki kufarakana na Mungu. Kwa sababu gani? Damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo iliyomwagika msalabani itakurejesha katika mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo mahali ulipo, funga macho, tuombe, tupunge ibada. Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli, asante Baba kwa wema wako na fadhili. Asante Baba kwa upendo wako Mungu. Asante Baba kwa kutukemea Jehova Jireh. Maana umesema kwamba
yeyote ambao unampenda ndio unamkemea. Baba, tumesikia neno lako Jehova Mungu. Tunaomba Baba rehema katika jina la Yesu. Tumekukosea Adonai. Baba, tumekutenda dhambi. Tunaomba Baba utusamehe. Samehe Efrata Jehova Mungu. Baba, usituangamize. Naomba Baba usituangamize Jehova Mungu. Tukumbuke mara tena Bwana. Tutakase, tusafishe Jehova Jire Bwana. Tuongoze katika neno lako Mungu wetu. Baba, tushike mkono Bwana. Usituache kuanguka, usituache kupotea Jehova Bwana. Na kuomba Baba kwa ajili ya wateule wako wote. Baba, wamelisikia neno lako Mungu. Lolote ambalo Bwana nimesema kinyume na mapenzi yako, naomba unisamehe. Nimenena neno lako Bwana kwa wateule wako, wamelisikia Jehova. Baba, wape nguvu, wape neema. Baba yangu na Mungu shemilele, wakufuata wewe katika roho na kweli. Tunasema asante Baba kwa ajili ya ibada leo. Umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza. Baba, tumefika tamati. Heshima, utukufu na adhabu zikurudie Mungu wetu, kwa maana hakuna aliye kama wewe Baba. Usiku kucha umefika Bwana majeshi. Naomba Baba ukatulinde, ukatuhifadhi. Kumbuka watoto wetu, kumbuka familia zetu, kumbuka wazazi wetu Baba, tunawakabidhi kwako. Wateule wako wote popote walipo Bwana, na waombea neema na kibali yako Jehova. Naomba amani yako ndani ya kila mmoja Bwana. Utukufu wako Bwana ukaonekane katika maisha yetu Jehova. Asante kwa umbali Mungu wetu. Ibada ya Jumapili na ikabidhi kwako Mungu. Naomba Baba kibali yako Jehova Bwana kwa ajili ya ibada kwenye Efrata Jehova. Anga inaitisha chini ya nguvu zako, chini ya uwezo wako, chini ya mamlaka yako. Baba, na kuomba katika jina la Yesu ukatawale Jehova Jire Bwana. Tunasema asante. Walio na mahitaji mbalimbali Baba, na wakabidhi kwako Mungu. Wewe ni Mungu Ebeneza, wewe ni Mungu kimbilio, wewe ni Mungu mtetezi. Tunakushukuru, tunakuhimidi. Wastahili sifa, utukufu na heshima, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini.